ilisisitiza kwamba IRGC haitatutia maneno matupu bali itaonyesha uwezo wake katika uwanja wa mapambano. Waliongeza kuwa sisi ni watu wa uwanja wa vita na mtaona uwezo wetu huko, si katika maneno matupu au kurasa za mtandaoni, na ushindi hautoki ila kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka mwenye hekima. Onyo hilo limetolewa wakati matamshi ya kivita yakiongezeka kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye katika siku za karibuni ametishia kufanya mashambulio mapya dhidi ya Iran endapo mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya kidiplomasia hayatokamilika kwa makubaliano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye mapema Jumatano alionya kwamba kurejea katika vita dhidi ya Iran kutaleta mshangao zaidi na mkubwa. Mashambulio makali ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yalizinduliwa tarehe 28 Februari kupitia mashambulizi ya anga yaliyolenga shule ya msingi Minab na kusababisha kufariki kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na viongozi na makamanda waandamizi wa Iran. Jamhuri ya Kiislamu ilijibu mashambulizi hayo kwa kurusha mamia ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya malengo ya kijeshi na ya kibiashara ya Marekani na Israeli katika maeneo mbalimbali ya kanda. Vilevile Iran imekosoa upotoshaji wa fedheha wa CENTCOM kuhusu mauaji ya halaiki ya Minab. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amekadhibisha matamshi ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kuhusu mashambulizi ya makombora yaliyofanywa katika shule ya msingi ya Shajareh Taibei huko Minab kusini mwa Iran na kuyataja kuwa yasiyo na msingi. Ismail Bagei amesema kuwa Marekani inajaribu kuepa kubeba dhima ya mauaji ya zaidi ya wanafunzi 170 na walimu wao katika jinai hiyo ya kutisha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran mapema Jumatano alituma ujumbe katika akaunti yake ya X kwamba madai yanayotolewa na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kwamba shule ya msingi ya Shajareh Taibei iliyoshambuliwa huko Minab ilikuwa ndani ya kituo cha kurusha makombora ni uzushi usio na msingi na uongo wa kutisha. Katika siku ya kwanza vita vya kulazimishwa vilivyoanzishwa na muungano wa kijeshi wa Marekani na Israeli Februari 28 mwaka huu, makombora Tomahawk ya Marekani yalishambulia shule ya msingi ya wasichana ya Shajareh huko Minab kusini mwa Iran na kuua takriban watu 175, wengi wao wakiwa wanafunzi wa shule hiyo. Bagei ameeleza haya baada ya Admiral Brad Cooper, kamanda wa CENTCOM, kudai kwenye kikao cha kamati ya bunge kwamba shule hiyo ilikuwa karibu na kambi ya makombora ya cruise ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa upotoshaji huu wa fedheha wa Marekani ni jaribio la wazi la kuficha ukweli mchungu wa mashambulizi hayo ya Februari 28 ambayo yalisababisha vifo vya kusikitisha vya zaidi ya watoto wa shule 170 na walimu wao, kulenga taasisi hai ya elimu huku wanafunzi wakiwa katikati ya masomo. Ni ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya binadamu na ni jinai ya wazi ya kivita. Vilevile kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei amesema kupanda hadhi ya Iran ya kuwa taifa kubwa na lenye taadhira kuna uhusiano moja kwa moja na ongezeko la idadi ya watu wake na kutoa wito wa kuzidishwa juhudi za kukuza utamaduni wa kuzaa watoto. Katika ujumbe aliotoa kwa mnasaba wa siku ya kitaifa ya idadi ya watu, kiongozi muadhamu wa mapinduzi amejibu barua ya rambirambi na mkono wa tanzia kutoka kwa wanaharakati wa masuala ya idadi ya watu kufuatia kuuawa shahidi baba yake Ayatollah Said Ali Khamenei. Miongoni mwa mafanikio ya thamani ya vita vya tatu vya kujihami kutakatifu na baraka kubwa ya mwamko wa aina yake ulioonyeshwa na wananchi wa Iran ambao umedhihirika wazi kwa kila mtu ni kuibuka Iran kama nguvu kubwa, amesema Ayatollah Mujtaba. Bila shaka yoyote, kuendelea hali hii na kufikia kiwango kinachohitajika zaidi kuna uhusiano moja kwa moja na suala la idadi ya watu. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ameongeza kuwa hitaji la ongezeko la idadi ya watu wakati mwingine utazamwa tu kama njia ya kufidia mapungufu ya sera zilizopita. Amesema kwa kufuata kwa bidii sera sahihi kuhusu ongezeko la idadi ya watu, taifa kubwa la Iran litaweza kupata uzoefu mkubwa wa majukumu ya kimkakati katika siku zijazo na kuchukua hatua kubwa kuelekea kuunda ustaarabu mpya wa Kiislamu wa Iran. Wakati hayo yanaendelea, Iran imesema itatathmini mapendekezo mapya kuvimaliza vita iliyoyapokea kutoka kwa Marekani licha pande hizo mbili kutoleana vitisho vya kuanzisha tena mapigano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya kigeni ya Iran Ismail Bagei amesema Jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanya kazi mapendekezo ya Washington walioyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Afisa huyo amerejea matakwa ya Iran ikiwa ni pamoja na kuachiwa kwa mali za nchi hiyo zinazoshikiliwa ughaibuni na Marekani, kusitisha mzingiro unaozuia shughuli za bandari nchini Iran. Mapema Jumatano, mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita Mohammad Bagher Kalbaf
alituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump kusema ataishambulia tena dola hiyo ya Uajemi iwapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini wamo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, na akaonya ikiwa makubaliano hayatofikiwa, mambo yatakuwa magumu kwa watawala mjini Tehran. Trump alikwisha sema mwishoni mwa wiki kuwa ataishambulia Iran iwapo makubaliano hayatafikiwa. Mwanzoni mwa wiki hii pia alidai kuwa amesitisha mpango wa kuishambulia Iran siku ya Jumanne baada ya viongozi kadhaa wa nchi za Mashariki ya Kati kumrai aishambulie Iran. Na viongozi wa Iran wamebakia kuwa na misimamo isiyoyumba, wakisisitiza kuwa tayari kwa vita, lakini kwa upande mwingine wanasema milango ya kidiplomasia bado iko wazi. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema njia za kufikia suluhisho la kidiplomasia ziko wazi, lakini akatoa hadhari akisema kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia mabavu ni jambo lisilowezekana na ni njozi ya mchana. Putin wa Russia na Xi Jinping wa China walaani kwa pamoja vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Jamhuri ya Watu wa China Xi Jinping wamekemea kwa pamoja vita vya hivi karibuni vya uchokozi vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakisisitiza kwamba njia pekee ya kumaliza mzozo huo unaotishia uthabiti wa kanda ni kupitia mazungumzo na diplomasia. Katika taarifa pamoja iliyotolewa Jumatano wakati Putin akiwa kwenye ziara rasmi nchini China, viongozi hao wawili walieleza makubaliano yao kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yanakiuka sheria za kimataifa na misingi ya kimsingi ya mahusiano ya kimataifa na kwamba yameathiri vibaya uthabiti wa eneo la Asia Magharibi. Putin na Xi walisisitiza umuhimu wa pande husika kurejea haraka katika mazungumzo na majadiliano ya kidiplomasia kwa lengo la kuzuia kuenea zaidi kwa mzozo huo. Aidha, wameitaka jamii ya kimataifa kuchukua msimamo wa haki na usioegemea upande wowote, kupunguza mvutano katika eneo la Asia Magharibi na kulinda kwa pamoja kanuni za msingi za mahusiano ya kimataifa. Marekani kwa ushirikiano wa karibu na utawala wa Israeli ulianzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 Februari bila uchokozi wowote, na pia viongozi wa China na Russia wamesisitiza mwanzoni mwa mazungumzo yao kuhusu azimio la pamoja la nchi hizo mbili la kuasisi utaratibu wa haki zaidi wa kimataifa na ulimwengu wa kambi kadhaa. Rais Xi Jinping wa China amemtaja Rais Vladimir wa Russia kuwa rafiki wa muda mrefu na kubainisha kuwa kwa miaka mingi na miongo mingi miwili wamedumisha uhusiano wa karibu na kuweka wazi namna ya kuimarisha na kuendelea uhusiano kati ya China na Russia kwa manufaa ya pande mbili katika zama mpya. Rais wa China amebainisha hayo katika mkutano wake na Rais Putin mjini Beijing. Katika mazungumzo hayo, Rais wa China ameashiria pia vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na kumweleza mwenzake wa Russia kwamba mzozo wa Asia Magharibi ulikuwa tete na kwamba kusitishwa vita ni suala la dharura. Ameongeza, kusitishwa mapigano ni jambo la dharura kikamilifu, kuanzishwa tena mzozo ni jambo lisilofaa kabisa, na kwamba kuna umuhimu wa kipekee kuendelezwa mazungumzo katika uwanja huo. Katika mazungumzo hayo, Rais Vladimir Putin wa Russia amesema dunia leo inahitaji ushirikiano wa dhati kati ya Russia na China. Rais wa Russia pia amemtaja mwenzake wa China kuwa rafiki mpendwa na kwamba ushirikiano kati ya Moscow na Beijing ni moja ya mambo makuu ya kuleta utulivu katika uga wa kimataifa. Vilevile, Urusi na China zimetoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia ili kufanikisha suluhisho la kudumu kwa vita vya Ukraine. Hii ni kufuatia mazungumzo kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Katika taarifa pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, mataifa hayo mawili yamesema inaunga mkono juhudi zote zinazoweza kusaidia kupatikana kwa amani ya kudumu kupitia mazungumzo na diplomasia. Hata hivyo, China haikuitaka Urusi kusitisha vita iliyoanzisha dhidi ya Ukraine mwaka 2022 ambayo ni operation maalum, huku Moscow ikisifu Beijing kwa kile ilichokiita msimamo wa kati na usioegemea upande wowote. Vilevile, wanajeshi wa Urusi wamepeleka vichwa vya nyuklia kwa kikosi cha makombora huko Belarus wakati wa mazoezi ya kimkakati ya nyuklia. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti kama sehemu ya mazoezi ya vikosi vya nyuklia, risasi za nyuklia zimepelekwa kwenye maeneo ya kuhifadhia makombora kwenye eneo la kupelekwa kwa kikosi cha makombora katika Jamhuri ya Belarus. Wafanyakazi wa kikosi cha makombora cha Jamhuri ya Belarus wanafanya mazoezi ya mafunzo ya mapigano ya kupokea risasi maalum kwa mifumo ya makombora ya maonyesho ya Iskander-M na mengineyo. Urusi imekomboa makazi 80 wakati wa operesheni yake maalum ya kijeshi mwaka wa 2026, ikiwemo 35 mwezi Machi na Aprili. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwenye mahojiano na Shanghai Media Group. Karibu jamii 80 zimekombolewa mwaka 2026. Lavrov, kumbuka, alisisitiza kwamba Urusi
inatekeleza malengo ya operesheni maalum ya kijeshi kila mara. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema mara nyingi, hatutumii njia tunazoweza kwa sababu hatutaki kusababisha uharibifu usio lazima kwa maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa watu wetu wanaishi, watu ambao wanazi wanajaribu kuwakandamiza. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi alibainisha akinukuu kauli ya Rais Vladimir Putin. Na vilevile wanajeshi wa Urusi wameharibu bunduki ya kujilinda ya Gepard ya jeshi la Ukraine iliyotengenezwa na Ujerumani na kushambulia maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Shukrani kwa Babu ya Kivita. Mimi ni The Rich Voice.